Na muko nasikiliza Baraka One TV. Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP, baba la baba, mzee wa Ngwasuma. Wazalendo FRDC wameingia ndani ya jiji la Uvira kwa shangwe na vigeregere, huku maelfu ya watu wakijitokeza kuweza kuonesha ushirikiano wao na kuwapokea kwamba watoto wetu wamekuja. Ni jambo la heri sana, na kila mtu anaonyesha kwamba alikuwa iko na hamu. Unajua, ni siku karibia wiki mbili hivi ambazo M23 wamekuwa wako Muvile ya Uvira, wamekuwa wakiwatesa, wakiwanyanyasa raia. Maelfu ya raia wamekwisha kufa tokea M23 ipasue njia ya Uvira, na hili swala lilikuwa linawakera watu wengi. Wakongomani wengi walisikitishwa sana, waliumia na kitendo cha M23 kuingia Uvira na kuendeleza mauaji. So ujio wa wazalendo na FRDC unaleta sura mpya na matumaini kwa wananchi. Kuna wale wachache ambao wanategemea kwamba M23 itaweza kuwasaidia, kwamba itafanya vitu tofauti na jinsi watu walikuwa wanaishi zamani, lakini watu mnajidanganya sana. Unakumbuka wenye wako Goma, Bukavu na sehemu zingine. Leo nimepata taarifa, kuna ndugu yetu yuko Nyiragongo, ananitumia taarifa, ananiambia bwana, Nyiragongo tuko tunateseka, tunabebeshwa mizigo. Ushelewa? Tuko tunabebeshwa mizigo, hata kama unagonjwa kwamba niko na kwenda hospitali, ukikutanana na makahoko utapigwa mizigo, unaambiwa beba. Unabeba unabebea maji, unabebea sila. Embu tuambie hapa Muvira, weye Kongole, nani mwenye muzalendo alikuwa anakubebesha mai? Beba bidio mai, beba twende nayo kutoka Kalmabenge mpaka uende Kala. Nani? Hakuna. FRDC gani mwenye alikuwa anafika kwako anakuambia leta hiki na hiki na hautapiga? Nani? Hakuna. Ushelewa? Lakini yote hayo makahoko wako wanayafanya sasa hivi Muvile ya Uvira. Walikuwa wanayafanya Muvile ya Uvira, wako wanayafanya masehemu zingine. Watu wanateseka kwenye kwa M23, lakini utaona jinsi wako wanajililiza, jinsi wako wanajibembeleza, jinsi wako wanajifanya ni watu wema, kitu ambacho sicho cha ukweli kabisa. So hii ni Baraka One TV. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kunapata haya matangazo kila wakati. Uvira libere ndiyo kitu ambacho watu wako nacho ndani yao, ndicho watu wako wanakizungumzia, ndicho watu wanataka kukiona, ndicho watu wanakiona, ndicho kitafanya Uvira iweze kufurahia. Tunataka Uvira tuikule pamoja na wazalendo na FRDC kuliko kuikula na makahoko. Hilo ndio swala ambalo liko, na lazima liwe hivyo. So kuna kitu muhimu tutasikiza kutoka kwa Fieka Doi, naye akijaribu kugusia baadhi ya position na baadhi ya vitu, na pia mtego ambao niko nasema kila mara kuingia kwa M23 Uvira haiko kwamba waliingia kwa sababu ya kutaka, walijichanganya wakachukulia vitu simple, lakini mwisho siku kichokuja kuwakuta ni hasara kubwa sana kwa makahoko. Na kitu ambacho pia nitakwambia wewe kama ndugu yangu wa karibu ambao uko unanisikiliza sasa hivi, ni kukazie hili swala. Unajua kama Nigeria kumeshambuliwa na mabomu ya Marekani. Marekani imefanya sible. Marekani ilisemaga kwamba Nigeria kuna kikundi cha wahasi hicho cha magaidi kiko kinawatesa Wakristo. Kwa hiyo nakupa nafasi uweze kuwaondoa hao. Serikali ikashindwa kwamba okay, mimi nitafanya kazi. Alifanya sible, alikunguta mabomu kule, ni maangamizi. Ndio Marekani huyo, na Marekani tayari amekwisha kuvunja mkataba na Rwanda, amemondoa Rwanda kwenye system. Sawa, ile ilikuwa ni mtego ya Rwanda kuingia Uvira. Ndugu zangu, tuko nafasi kubwa, tuko nafasi muhimu sana, na hii ni bahati yetu ya kumaliza hii vita moja kwa moja. Unaona, Rwanda kiburi yenye ilikuwa iko nayo imechanganya sana. Walizoea kudanganya jamii ya kimataifa miaka mingi, lakini uongo wao umekuja kubainika, na uongo kubainika kunaofanya wanatoka ridicule. Hawawezi tena kumaintain kitu.
They can't do nothing. Hawana chochote, wamepoteza kuanzia trust, usaidizi pia wa kila jambo wamepoteza, wamefail kabisa. Ambaye amechukua ambaye ameganye hii diplomasi ni Felix na DRC, lakini Rwanda imepoteza ushirikiano wake na Marekani, imepoteza pia ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, imepoteza pia ushirikiano wake na jamii ya Umoja wa Mataifa. Badala ya ile resolution D773 kumetoka resolution nyingine D8 combien hivi, tutakuja kusikiliza ambayo imesema kwamba intervention militaire ndio itaingia sasa kuja kukombatre maforce negative kuanzia na M23. Nations Unies ndio itatuma sasa vikosi vipya kuja kupiga, sio tena kuja kumaintenir pe, kuja kuzuia. Hii inakuwa ni resolution ya mwisho. Banatoga mbili. Ya kwanza banatoa banakwambia acha. Kama awachi inakuja sasa ya pili kwamba tutapiga. Kwa hiyo ndugu zangu, hata wasipotoka leo M23 Uvira, watatoka tu. Tena easy. Eske mko na habari kwamba vikosi vya US viko vinaanza kuja? Mko na habari? Watu wanalamika, wanasema Marekani haimalizagi vita. Marekani sawa. Kama imalizagi vita siije tu ipige kwanza iwakunguta hawa. Wewe unaona kisi kunafanya Nigeria? Ile ndio sisi tunataka ile. Jua kipigwa mara 2 mara 3. Unaona kisi walipigwa jana? Ile vile vikosi vile vipigo tena vipigwe mara 2 mara 3. Kuisha habari yao. Unaona? Kwa hiyo mambo yako yanakwenda kuwa mazuri. Tunasikitika kuona wananchi ambao wamekimbia kwenye makambi kule, hali ambayo wako wanapitia tumesikia ni hali mbaya sana kiukweli. Watu wanateseka sana, kukosa mahala pa kula, mahala pa kulala. Maisha ni magumu sana na wanahitaji usaidizi kutoka serikalini, kutoka pia kwa jamii mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki waweze kuwasaidia. Na tunafikiria kitu kwamba tunaweza kufanya program moja hivi ya kwenda kuwatembelea watu ambao wapo kwenye maisha magumu kwenye makambi. Nafikiri tutajadiliana hivyo ili tuweze kufanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa yote ambayo yako yanajiri DRC ni hivyo. Huko nasikiza habari na maelezo. Ukiachana na ngambo yetu huko ya Sud Kivu, lakini pia tutakuja kurudi upande wa Sud Kivu. Sud Kivu ya chini inamaanisha tukipanda ngambo ya juu ya milima, mapigano huko maeneo ya Tuwe yalizidi kupamba moto pia. Wazalendo huko wamefanya kazi kubwa dhidi ya Twigwaneho. Sasa hebu angalia watu ambao wanasemaga kwamba wao ni raia. Unaona hawa kina mama, unaona wako na nini? Wako na mwiko, wako na chungu, wako na nini? Pika hizo zenye wako na bunduki hizo, tena bunduki nzito. Unaona kina mama, kisha hawa sawa atawakamata, unasikia raia. Ushona mwanamke wa Kibembe iko na hiki kitu. Mwanamke wa Kibembe wezi muone iko na hii. Wa Kifuliru wezi muona. Lakini hona hao ndio wako najiita kwamba ni maraia. Biko na uwa raia yenye haina hatia. Utasema huyu ni raia mwenye hana hatia. Huyu wakutanani na kikundi cha hawa hivyo wawili. Hizo PKM wakutanani na wazalendo. Eska sijafanya kazi hizo PKM. Sisi tamwaga kweli. Na unasema kwamba hapa kwa vikosi vya wanaume hapa, kumbe wakina mama. Kwa hiyo ni hivyo. Hebu tusikilize hizi jumbe 2-3 hivi alafu tuje tumalizane. Bonjour à tous. Je pense que vous vous rappelez, je vous avais dit une fois que la prise d'Uvira est une chance que le Rwanda et les M23 viennent de donner à Félix Tshisekedi. Bon, vous savez, quand quelqu'un entend ça, il commence à t'injurier d'abord, à te critiquer. Attends, quand on va prendre Kinshasa, comment il va donner toute la chance à tous ces gens-là? Les villes sont en train de tomber. Vous êtes seulement en train dans des fanatiques. Quand on vous dit une chose, il faut lire et comprendre pourquoi la personne a dit ça. On comprend la géopolitique internationale. Peut-être vous ne comprenez pas. Quand vous êtes en train de faire des analyses et que vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale, alors vous allez vous tromper.
Je vous avais dit que c'est une chance que le M23 a donné à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les accords de Washington avec le Rwanda, c'est fini. Ça n'existe plus. Tout ce qu'on a fait avec le Rwanda aux États-Unis, ça n'existe plus. De deux, les accords avec le M23, ça n'existe plus. L'accord de Qatar, là, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une nouvelle résolution de l'ONU. La nouvelle résolution, je crois, c'est 2808. Cette résolution stipule que l'ONU doit avoir un mandat offensif, de faire partir le premier groupe qui va citer, c'est le M23. Ils doivent quitter la RDC et toutes les forces armées rwandaises, ils doivent quitter la RDC des forces. Donc pour le moment, les CONOPS, on va observer les FDLR et tout ça, et même les FDLR, s'ils jouent, ils sont en train de partir. Tout le monde doit partir. C'est la mission que l'ONU vient d'avoir avec David Gressly. Cette mission-là, c'est une mission offensive. Ce qui fait que pour le moment, là, oubliez cette histoire de Doha. Maintenant, les M23 sont partis à Doha, ils se sont retrouvés seuls. La RDC a claqué la porte. Pourquoi? Ils ne savaient pas qu'en prenant Uvira, ils avaient donné à Félix une seconde chance. Ils ont pris Uvira. Ils avaient dit dans 2 jours, ils seront à Académie. Qu'ils arrivent à Académie. Pourquoi ils n'arrivent pas à Académie? Parce que les maîtres du monde ont déjà pris la RDC en main. Les maîtres du monde ont déjà dirigé la RDC. Quand on va vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous êtes en train de voir le nombre de morts qui meurent. Je vous ai dit que dans tous les pays qui prospèrent, derrière eux, il y a, dans tous les pays prospères, derrière eux, il y a des cadavres. Les gens meurent pour qu'un pays puisse prospérer. Il y a des morts et des morts pour que les pays que vous voyez, que ce soit le Japon, demandez l'histoire du Japon, demandez l'histoire des États-Unis, demandez l'histoire de la Russie, demandez l'histoire de la France. On va vous compter le nombre de morts qui étaient déjà pour que la France arrive ce qu'elle est. Israël, aujourd'hui, vous êtes en train d'envier Israël, c'est une grande puissance, et oui, tout ça. Mais demandez le nombre de morts. Israël avait perdu 6 800 000 morts. Les Israélites qu'on avait tués, gazés. Vous comprenez? Ces gens avaient été tués. Mais alors, dites-moi, partout, il y a la mort. Cette fois-ci, c'est fini avec les accords de Washington, les accords de Doha, tout ça là, c'est fini. Maintenant, c'est une mission offensive. On doit faire partir tout le monde des forces. C'est ce qui va se passer. Il y a 12 000 hommes que l'ONU va amener ici et la guerre va commencer maintenant. On va voir. Wasalimu tena na nitapenda tu message mtaifikisha kokote ulimwenguni, sana sana Uvira. Sana sana Uvira. Sisi ni wa volontaire, sisi ni wazalendo, sisi ni raia ambayo ilishimama kuitetea nchi yake ya Kongo. Message ni kuleta mwangaza kwa wote, raia na wazalendo na FRDC, kuwajulisha namna gani M23 imejipanga na kwenye ipo. Niwaambie kama fro ya M23 ni Katongo ndo kwenye fro ya M23, na jeshi la taifa FARDC wako karibu, wanakaribiana pale. Sanisa tutawaondoa hapo. Ukienda kule ku barabara ya Mwami kwa wandugu zao kwenye wanaishi wale wa Swandi Zaeti, ni Wanyamulenge kwenye wanaishi pale ku barabara ya Mwami, kwa Mwami kule Kashekebwe, kuko ngome ya M23 pale, iko pale. Ukiingia ku sektere yetu ya Uvira, kuko ngome ya M23 iko pale, hayatoka bado, ingaliki ku sektere. Kuko ngome ya M23 Kabindula kule kwa Mwami, Kashekebwe kule kuko ngome ya M23. Kigongo pale kuko fro yao ya M23, ndo kwenye wanashimamia pale, ndo mwisho yao. Lakini sasa utasikia jeshi ya taifa FARDC na wazalendo watawafurusha M23 pale. Ukipanda kule kumilima yulu ya Uvira, yulu ya Kakungwe kule kumilima, fasi naitwa Rugongo, ni Rugongo kule kuko M23. Na habari nyingine kusema kama M23 nyingine ilipanda kule kuvilima Kamvivira kule Kuizdere pale Rugenge,
hatuyajua makao yao, lakini tutajua tu. Na ni kuja kuambia tena wale wenyewe Wanyarwanda wa M23 wako wanapanda kwenye vilima. Vule ni Bunyarwanda wenyewe bunaishi Muho Plateau ya Uvira. Ni vule Bunyarwanda wenyewe bunaishi Muho Plateau ya Uvira ndio wenyewe buko bunapanda. Jusa FRDC wazalendo wataanza kufieka pale, mkakimbilie huko kwao ku Muho Plateau. Na ndio maana buko bunapanda milima. Sasa hawa wengine wako wanaendelea na barabara yote. Ndo RDF ya Kagame yenye imekuja kuisapoti M23 AFC Twirwaneho. Na ngome za RDF yenye kusapoti M23 AFC wako Kiliba, wako kule Rutemba, Kala, kule kukipango ya MONUSCO ndo kwenye wako. Na wenye wako Kiliba wako kinyumba kimoya kia Rushebana wa Bashimbi ndo kwenye M23 zipo pale. Benye banaishi Kiliba banaiwa kwenye kuko kinyumba kia Rushebana Bazire wa Bashimbi, ni mtoto wa Ruremanduzi wa Katobo, ni Mshimbi Mugorora. Ukienda huko Makahororo kule Seti kule huko Ondesi ni fasi ya M23 ndo zenye ziko nakimbilia kule Makahororo, Seti kule Ondese kule ni M23. Hizo fasi zote ilifo tuziseme kusudi wakati wanajeshi wa FRDC na wazalendo watakapopigana ni lazima wajue wako wanapigana na wajue kama M23 iko wapi, fasi gani kwenye kuko M23. Na mkisikia mimi James natoa hii sauti kuleta mwangaza, isikuwe ya kudharau, ya kukritike. Andika hizo fasi ndo kwenye ngome za M23 AFC Twirwaneho ndo kwenye wanadhibiti, na wamejichanga na Red Tabara ili wapige na Burundi. Ni lazima tuambie hata serikali yetu ya Burundi, Mheshimiwa Rais Evariste Ndayishimiye, hawa majangiri wa M23 wa AFC Twirwaneho vize yao ni kujichanga na Red Tabara na FNL ya Zavampema ili kupiga kudeta Burundi. Ni lazima tuviseme wazi na kuambia Wakongomani tuwe macho, hakuna kulala, na muda kwa muda, siku kwa siku, Uvira, Kamanyola, Bukavu, Goma, fasi zote zitakuwa tu mikononi mwa serikali ya Kongo. Naongea na kamanda wa mvuma ya MDP APC aliye Fabebe Bloze Bishambuke, ni James Fieka Adui. Ni lazima tufanye kitu na kieleweke, na ni lazima tukomboe nchi yetu mpaka kizazi cha mwisho, mpaka kizazi cha mwisho. Ni lazima tufanye mbinu zote nchi yetu ikuwe mikononi mwa Wakongomani wote. Asante na washukuru. Ni wenu James Fieka Adui. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu wa mchana huu kutoka Baraka1 TV alasiri hii. Mengine tukutane saa 12. Baba la baba mzee wa Ngwasu, Rajabu Akili Kabonga. Bye bye.